Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kuhakikisha linabaini, linazuia na kutanzua uhalifu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi, lakini pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kipindi cha kuanzia Machi mosi hadi tarehe 8 Machi mwaka huu 2026, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limepata mafanikio makubwa kupitia operesheni mbalimbali pamoja na misako na doria zilizofanyika katika maeneo mbalimbali katika mkoa huu wa Mbeya, ambapo jumla ya watuhumiwa 329 waliweza kukamatwa, hawa wakiwa wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo mauaji, kupatikana na silaha bila kibali, kupatikana na nyara za serikali, meno ya tembo, kupatikana na pombe haramu ya moshi na kupatikana na madawa ya kulevya. Kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu wawili. Austin Angolile Mwangurukuru, huyu ana umri wa miaka 40, ni mkazi wa Ndwaga, na mwenzake Frankie Adamson Mwakiruma, huyu ana umri wa miaka 46, ni mkazi wa Ngonga. Hawa wote wawili wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali, vipande 9 vya meno ya tembo. Watuhumiwa walikamatwa Machi 5 mwaka 2026 majira ya saa 9:30 alasiri katika nyumba ya kulala wageni iliyopo kitongoji cha Jonat, kata ya Mikoroshini, tarafa ya Unyakyusa, wilaya ya Kyela, katika mkoa huu wa Mbeya. Hawa walikamatwa wakiwa na vipande hivyo 9 vya meno ya tembo walivyokuwa wamevihifadhi kwenye mfuko wa sandarusi wakiwa wanatafuta wateja. Na hivi vipande baada ya kufanyia uchunguzi vilionekana vilikuwa na kilogramu 30 vyote kwa pamoja. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kwanza kwamba ni chanzo ni tamaa ya kujipatia fedha kwa njia isiyo halali. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pia mnamo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya saa 8:30 za mchana huko katika pori la hifadhi la Rukwati, eneo linalojulikana Muhesi, katika kijiji na kata ya Kambikatoto, walifanikiwa kukamata silaha moja, bunduki aina ya RK62 ambayo namba zake zilikuwa zimefutwa, ikiwa na risasi 2 zenye kaliba ya milimita 7.62, ambapo katika harakati za ukamataji mtuhumiwa alifanikiwa kutoroka kabla hajawekwa nguvuni. Kwa hiyo kwa sababu tayari taarifa zilikwisha tufikia, mtuhumiwa huyu amekwisha fahamika jina lake, anafahamika kwa jina kwamba ni Sukari George, na baada ya kutoroka uchunguzi sasa wa awali umebaini kuwa huyu mtuhumiwa alikuwa ni mwindaji haramu, na msako mkali mpaka sasa unaendelea kwa ajili ya kumtafuta ili aweze kukamatwa na kutiwa nguvuni ili aweze kuendelea na shtaka lake hili la kupatikana na silaha.